Namshukuru Mungu nimefika muda majira kama haya. Si kwa uwezo wangu bali ni kwa uwezo wa Mungu. Nimeokoka siku ya kwanza nimeenda kanisani nikatubu, nikarudi baba yangu kanifukuza nyumbani. Bibi yangu naye kaniambia usirudi tena kwangu, mimi sitaki mlokole nyumbani kwangu. Nikamwambia sawa bibi, unaweza nikawaacha kwa sababu nampenda Mungu. Alikufa msalabani kwa ajili yangu. Wakanifukuza nyumbani, nikampigia dada yangu Paulina, mtoto wake, mama yake Wellness. Nikamwambia dada, mimi nimefukuzwa nyumbani. Akaniambia kama ni hivyo tutakuozesha, si hatukutaki tena. Nikampigia mama Wellness, akaniambia njoo tukae kwangu, sije ukaozeshwa bado mdogo. Nikapanda gari, yeye mwenyewe alipia nauli, nikaja nikakaa naye mama Wellness hivi na mwaka na nusu. Mimi hata nikienda nyumbani hawanitaki sababu nimeokoka. Manyara nipo sehemu ya Ateshi. Mama yangu lakini alinishauri kwamba uokoke. Nikaenda kanisani, baba na bibi wakanikataa nyumbani. Kama hivyo hai, lakini washaachana na baba yangu. Kipindi kile bado nina miaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu bado anaokoa. Yesu bado anaweza. Amen. Unaweza kutetea kweli? Unaweza kweli kutetea? Unaweza kweli kutetea namna hii? Uko tayari ufukuzwe nyumbani? Baba, mume wangu hapendi kabisa mimi sitakuja kanisani. Wewe ni Mkristo dhaifu sana. Jifunze kwa binti mdogo sana. Binti mdogo sana. Wewe ni ushuhuda mkubwa. Unasikia? Usimwache Mungu wala usiache chochote. Na unajua binti alikuwa anakaa na Angel. Na kupitia Angel ndo akaja hapa. Leo ameleta huyu mtoto. Ni imani kubwa sana juu. Mwambie yule dada mimi niruhusu niende kwa sadaka kwa kanisa niliwahi kusali. Kwenye ile kanisa nitampeleka huyu mtoto. Akaja mpaka hapo siku fulani. Ijumaa. Na leo anakuja tena. Sio mwelewa. Imani ni kubwa. Imani ni kubwa. Sasa wewe inabidi tukugeuze wewe mwenyewe. Wewe tumgeuze wewe mwenyewe mtumishi. Amen. Wote mnakubali? Amen. Wote tunakubali? Amen. Niangalia huko simama hapo. Anapokea simu. Akimpigia simu anasema peleka kwa jina lako. Yesu. Ndio anaokupenda kwa upande. Sasa zangu inafika na watu wako. Amen. Na kwa sababu wanakusumbua, hakuna mtu kati yao atakayekufa bila kuokoka. Wamekufanya mjue Mungu. Sasa usijali, ni zamu yao. Na sisi tunakusimamisha wewe kama kuhani kwenye familia. Ila mikono yako juu, usiogope tena kuanzia leo. Mungu ninajua natafuta watu wachache kama huyu. Wanaweza simama. Wanaweza kusaidia. Wanaweza kukubali. Mungu ninajua hilo. Ninajua. Na kwa sababu Mungu namtafuta na huyu umempata. Leo nataka nimweke wakfu kwako. Anaomba Mungu mpokee kwa sehemu ya utumishi katikati ya nchi na katikati ya familia. Manyara itajua
Kadesh itajua, ukoo wao utajua ya kuwa amezaliwa kuhani katikati yao, atakayesimama kitume kwa jina la Yesu. Repalabadusia rekapalendasaya. Nimekutakasa kwa jina la Bwana, nimekutakasa kwa jina la Bwana. Maisha yako na moyo wako uwe safi, na kwa mafuta ya Mungu wewe kasimame kama hodari simba wa kabila la Yuda. Ninamruhusu simba wa kabila la Yuda, upako wa simba wa kabila la Yuda, upako wa simba wa kabila la Yuda, upako wa simba wa kabila la Yuda ukambatane na wewe, na kuanzia leo ukawe kuhani mwenye nguvu ya kushinda. Pokea nguvu kwa jina la Yesu, pokea uwezo kwa jina la Yesu, pokea uwezo kwa jina la Yesu. Mafuta ya Roho, 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 mafuta ya uwezo, mafuta ya uwezo na nguvu ya Roho Mungu ikayafurike maisha yako. Mafuta haya yataujaza kuanzia moyo wako, yatatoka kwenye macho yako, yatapita kwenye mikono. Utu wako unakamatwa na mafuta, utu wako unakamatwa na mafuta, utu wako wote unakamatwa na mafuta, na uhai wako wote na ujaza mafuta. Haya mafuta yatatembea na wewe, yeyote utakaye azimu kumtamkia neno litakuwa. Mafuta haya yanajaza nguvu ya kinabii. Utakapotamka neno itakuwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa imeandikwa, msitoke kwenda mahali popote mpaka mtakapopokea nguvu, na hii nguvu niweka kwake ili awe msaada katika nyumba ya baba yake, katika jina la